Mtazamaji popote ulipo, hujambo, karibu kwenye taarifa za KTN leo jioni hii. Jina langu ni Ali Manzu. Nami nikutumai kwamba umeshinda vyema popote ulipo. Karibu kwenye taarifa za KTN leo. Jina langu ni Angugi. Hebu sasa tuweze kutupia macho vidokezo vya siku. Joto la kisiasa lazidi kushamiri baada ya Musalia Mudavadi kukutana na wabunge kutoka mkoa wa Magharibi. Maafa yanukia katika taifa lililogawanywa la Sudan baada ya Sudan Kusini kutangaza vita na Sudan Kaskazini. Je, matatizo ya pwani yana uhusiano wowote na kubuniwa kwa kundi la MRC? Na michezoni, wanariadha 13 wafuzu kwa mbio za mchujo za mita 10,000. Na barabara kabisa mtazamaji, dalili za Musalia Mudavadi za kukihama chama cha ODM zimejitokeza wazi, na hii ni baada ya yeye kukutana na wabunge 18 kutoka mkoa wa Magharibi mwa Kenya. Na basi mkutano ulioitajwa kama wa kufanikisha ndoto yake ya kuwa rais. Wabunge wawili pekee ndio waliohusishwa ama waliosusia mkutano huo kati ya wabunge 26 wa mkoa huo wa Magharibi. Mkutano huo ulikuwa wa kujadili chama cha kisiasa ambacho Musalia atagombea nacho urais na vile vile kutafuta umoja wa wabunge wa mkoa wa Magharibi. Ni safari kutoka mkoani Magharibi, safari ya kutafuta basi la kuelekea Ikulu. Abiria ni wabunge 18 kutoka mkoani humu. Walikutana hapa jijini Nairobi. Wabunge 4 waliomba msamaha. Kati ya wabunge 26 kutoka mkoani humu, ni wawili pekee ndio waliosusia. Ilionekana kwamba wapo hapa kumsindikiza Musalia Mudavadi. The resolve I have to be a presidential candidate in this country come the next general election remains. Lakini tatizo kubwa kwake lililojiri ndani ya mkutano huu wa leo, wandani wanasema ni kuhusiana na chama cha kisiasa. Wanauliza atahamia chama kipi, na iwapo atahama chama tofauti cha kisiasa kitakubalika na wabunge hao wote. We don't want to take anything for granted, and we are not going to take anybody for granted. Hatua hii yake inatoa rangi tofauti katika chama cha ODM. Walikuwa wanachama 5 wa Pentagon. William Ruto alikuwa wa kwanza kutoka, Najib Balala vile vile yupo nje, na sasa ni Musalia Mudavadi yupo njiani. Ni chungu ambalo kwa sasa uongozi wake wachanganuzi wanasema umesambaratika. Nimesema bwana Mudavadi anacheza mpira ndani ya nyumba, hajaenda nje. Hapo wachanganuzi wanasema Musalia Mudavadi hachezi tena mchezo wake ndani ya ODM, kwani utabiri kuwa Mudavadi alikuwa akilenga chama cha NAK umechukua mwelekeo mpya baada ya mwenyekiti wa chama hicho Charity Ngilu kukana madai hayo. Mheshimiwa Musalia aliwaambia hivyo. Na iwapo atahamia sasa katika chama cha New Ford Kenya, inamaanisha azma yake urais inaongozwa na mrengo wa G7, kwani kigogo wa chama hicho ni Eugene Wamalwa, na wadadisi wanasema hapa atakuwa akitafuta kuungwa mkono na Uhuru Kenyatta kama alivyomuunga mkono mwaka 2002. Na iwapo atahamia chama hicho cha New Ford Kenya au Ford Kenya, itambidi kuacha nafasi yake kama naibu wa waziri mkuu, kujiuzulu kama waziri wa serikali za mitaa. My resolve to be a candidate is very high. Ni taswira ya chumba kimoja katika makao makuu ya jumba la Orange. Hapa utasema wanachama wale wa Pentagon wamekuwa kibambua ngozi pole pole, na kuondoka kwa Musalia Mudavadi chamani humu ni kumaanisha moja wapo ya zile nguzo zile zenye zilikuwa na ushawishi mkubwa chamani humu sasa imebambuka, kumaanisha chama hiki kitabidi kuanza kucheza upya siasa zake. Na kuondoka kwa Mudavadi vile vile ni kumaanisha huenda miungano mingine mpya ikaundwa nchini. Ni hatua ambayo imebadili kabisa siasa humu nchini. Purity Mwambia, KTN leo katika makao makuu ya jumba la Orange.
Na shukran Purity, na taarifa hiyo ya Purity ndio inatufikisha kwenye swali la kauli yako usiku wa leo, ambapo tunakuuliza, je, unafikiri endapo Mudavadi atakihama chama cha ODM, chama hicho kitasambaratika? Je, unafikiri kwamba endapo Mudavadi ataweza kukihama chama hicho cha ODM, chama hicho kitasambaratika? Basi kushiriki ni rahisi mtazamaji, unatuma jibu lako. Kumbuka unaanza na neno ndio au la. Unafuatilizia na maelezo mafupi, alafu unalituma kwa nambari 8040. Nambari ni 8040. Tutakupa matokeo kamili bila shaka wakati tunapoelekea kutamatisha taarifa za KTN leo. Na basi tukiendelea mbele ni kwamba serikali imeichukua rasmi nyumba ya vyumba 4 iliyofaa kumilikiwa na baraza la jiji la Nairobi na kuwa makazi rasmi ya meya wa jiji la Nairobi. Nyumba hiyo ilichukuliwa upya kutoka kwa familia ya waziri wa zamani Noah Katana Ngala baada ya kubainika kuwa hakuipata katika njia ya halali. Ni nyumba ambayo imetajwa mahakamani kwa muda katika kesi ya kuikomboa kutoka kwa waliokuwa wamiliki wake. Familia ya Noah Katana Ngala, waziri wa zamani, alidaiwa kuipata katika njia isiyofaa. Na hii leo nyumba hiyo vyumba 4 ikafanywa sherehe ya kuirudisha katika baraza la jiji la Nairobi. Yasemekana nyumba hiyo iliyoko kwenye ardhi ya eka 1 ilikuwa ikiishi meya wa Nairobi katika miaka 80. Na sasa inafaa ukarabatiwa na itakapokamilika huenda ikatumiwa kama makao rasmi ya gavana wa Nairobi. Recovery and retrieval of this property is one thing. But we wish to hear in future that the property still continues to belong to the council. Kwa sasa wanaomiliki mali za umma wametakiwa kuzirudisha, la sivyo mkono wa sheria uwe juu yao. It is not automatic that because you have surrendered a property that should not belong to you in the first case, that you illegally acquired, that you have therefore acquired absolute immunity from prosecution. Ngala alirudisha nyumba hiyo baada ya mizozano ya muda baina ya familia yake, tume ya kupambana na ufisadi pamoja na baraza la Nairobi, na kulazimika kulipa shilingi milioni 2 za kodi aliyoishi muda aliyomiliki nyumba hiyo tangu mwaka 1993. Ni hatua ambayo imechukuliwa vyema katika kupambana na ufisadi hasa katika mali ya umma, na huenda ikawa mwamko mpya kwa Wakenya. Baada ya muda mrefu, baraza la jiji la Nairobi limeweza kupata tena nyumba hii katika mikono yake katika juhudi za kupambana na ufisadi na kuonyesha kwamba inawezekana kwa mali ya umma kuweza kurudishwa. Agnes Penda, KTN leo, Nairobi. Wakenya wengi wamesalia kuwa watumwa katika taifa la Saudi Arabia pale wanapofika nchini humo na kutafuta ajira, na matokeo yake huwa ni kupitia mateso kutoka kwa waajiri wao. Lakini jinsi maisha yanavyoendelea kuwa magumu, vijana wengi bado hawajavunjika moyo na masaibu yaliyowapata wale ambao waliowatangulia kwenda kule Saudi Arabia. Mwanahabari Esther Kahumbi kutoka kaunti ya Mombasa aliweza kukutana na kundi moja la vijana ambao walikuwa wakielekea mji wa Makkah huko Saudi Arabia wakitarajia mambo yatakuwa shwari kwao. Picha ambazo zimetawala runinga zetu kwa takriban miaka 2 sasa, hadithi za Wakenya waliopitia mateso katika taifa la Saudi Arabia walikokwenda kutafuta ajira. Hata hivyo, huku hawa wakirudi na hadithi za kusikitisha, bado kuna wale wanaofunga safari kila siku kuelekea Saudi Arabia wakiwa wamekosa nafasi za kazi humu nchini. Wanafunga macho na kuelekea huko. Uwanja wa ndege wa Moi mjini Mombasa ukiwapokea 10 wa aina hii ambao wamo safarini kuelekea mji mtakatifu wa Makkah nchini Saudi Arabia. Hawa wakiamini kwamba heri zao zitakuwa njema. This is not my first time kwa sababu I was there since 1994. Nimekaa Saudi Arabia up to 1999. Then I came back here, nikakaa for 6 years hapa. Familia za wanaosafiri zikija kuwasindikiza wanao huku wakiwa na matumaini kwa maisha yatakuwa mazuri baada ya wanao kupata kazi. I'm sure mtoto wangu akienda this time pia atakuwa sawa. Sina hofu kwa kabisa. Athmani ni mmoja wa waume 380 watakaosafirishwa na ajenti Farjala anayehudumu na shirika la Omfa analodai limesajiliwa hata nchini Saudi Arabia kuwasafirisha waajiriwa. Tatizo hata hivyo ni kuwa Wakenya hawana namna ya kuwajua maajenti walio halali na wasio halali. Hawa Foreign Affairs lazima tupeleke list, Ministry of Labor lazima tupeleke their numbers na why they are going, wanakwenda kufanya kazi gani, what is their salary. Lakini ikiwa utatafuta mtu ambaye ni wajua kali, is not registered, hapo ndo mwanzo wa makosa ambapo kutokea. Wanateseka kwa sababu ya pengine tamaa zao. Unajua mtu huwezi kuteseka hivi hivi.
Tukizidi kupokea ujumbe kama huu kutoka kwa waliotafuta maficho kwenye ubalozi huo wakitaka usaidizi kutoka kwetu. Huku idadi ya wale ambao wanatafuta namna ya kurudi nyumbani baada ya mateso kule Saudi Arabia ikiendelea kuongezeka, wanaotafuta kazi kule bado wanazidi kuongezeka, wote wakiamini kwamba matokeo yatakuwa tofauti. Esther Kahumbi, KTN leo kwenye uwanja wa ndege wa Moi hapa Mombasa. Na mnamuona tayari Esther amepambwa kabisa piku, sijui harusi ilikuwa wapi. Lakini tukiendelea mbele ni kwamba utata unaendelea kuzonga kuhusu jinsi hazina ya malipo ya uzeeni NSSF ilivyotoa mabilioni ya pesa katika miradi ya ujenzi wa nyumba kwenye mitaa mbalimbali ikiwemo mtaa wa Hazina na Kitusuru jijini Nairobi. Haya yamejiri hii leo katika mahojiano kati ya maafisa wa NSSF na kamati ya bunge kuhusu uwekezaji wa umma. Hata hivyo, hazina hiyo imejitetea vikali ikisisitiza kwamba miradi hiyo haikuwa yake, bali ilikuwa ikitoa usaidizi wa kifedha kwa kampuni za ujenzi baada ya mafikiano. Kamati ya bunge kuhusu uwekezaji wa umma leo ilikalia ngumu hazina ya malipo ya uzeeni NSSF, ikitaka kutoa mwao kuhusu utumizi wa mabilioni ya pesa zikiwemo shilingi bilioni 1.9 zinazosemekana kufadhili ujenzi wa takriban nyumba 420 katika mtaa wa Hazina hapa Nairobi. We want to get the artifacts from yourselves. We understand payments have been made. How did you make these payments? The fund purchased two properties, LR number 209/9101 and 209/9103 from Sololo Outlets Limited. These properties are in South B, Mr. Chairman. Tume hiyo ilishangazwa na hulka ya NSSF kujitwika jukumu la ufadhili, huku hazina ya NSSF kwa upande wake ikijitetea vilivyo na kusema kwamba haikuwa mwanzilishi wa miradi ya ujenzi huo wa mwaka 1992 wa mabilioni ya pesa, bali ilikuwa ikitoa ufadhili wa kifedha kwa kampuni ya Jirongo na Sololo Outlets. This project, when it was started, then it got into trouble, the developer, and then he comes to NSSF with a stall project for NSSF to fund. Is that what NSSF was supposed to be, the business, the core business of NSSF? Sololo Outlets, this was their project. They didn't have funds, that's why they came to us to buy the plots from them. Kamati hiyo inatarajiwa kuihoji zaidi hazina hiyo ili kufafanua zaidi kuhusiana na mradi mwingine wa kima cha shilingi bilioni 1.9 zinazosemekana kutolewa kwa kampuni ya Mugoya kutekeleza ujenzi wa nyumba 265 katika mtaa wa Karen mnamo mwaka 2005. Maitamasha, KTN leo. Na mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za KTN leo, kukukumbusha swali la kauli yako. Leo tunakuuliza, unafikiri endapo Musalia Mudavadi atakihama chama cha ODM, chama hicho ndicho kitasambaratika? Unafikiri endapo Musalia Mudavadi atakihama chama cha ODM, unadhani chama hicho kitasambaratika? Naam, ni fursa yako ya kushiriki kwenye swali la kauli yako kwa kutuma ujumbe mfupi unaoandamana na maelezo mafupi kwa nambari 8040. Nambari ni 8040, na kisha tutakupa matokeo ya kauli zenu kabla ya kukamilika kwa taarifa za KTN leo. Naam, kiendelea basi kusubiri taarifa za biashara, zitakuja pia kwenye muda usio mrefu, na pia tumekuandalia makala ya chama cha MRC kutoka sehemu za pwani kule, usiende mbali. Kwenye kamusi ya leo tunaangazia neno masurufu. Masurufu ni pesa anazopewa mtu kwa ajili ya matumizi ya safari. Mfano katika sentensi: wakati wa safari yetu ya kuelekea ng'ambo, kampuni yetu ilimpa kila mfanyikazi masurufu ya kutumia atakapokuwa nje. Naam, karibu kwenye biashara leo. Sasa serikali ya Kenya ipo tayari kuanzisha uchimbaji wa madini aina ya titanium. Hii ni kufuatia kuondolewa kwa vikwazo vilivyokuwa vimewekwa hapo awali vilivyozuia uchimbwaji wa madini hayo katika eneo la Kwale kusini mwa pwani ya Kenya. Mradi huo unatarajiwa kuingizia Kenya mauzo na mapato kutoka nje itakapofika mwaka 2013.
Naam, karibu tena kwenye taarifa nyingine. Taifa ama Sudan kupitia mji wake mkuu Khartoum wametangaza vita dhidi ya Sudan ya Kusini kufuatia kutekwa kwa eneo la mafuta la Heglig. Aidha, Rais Salva Kiir amekataa kuondoa wanajeshi wake katika eneo hilo, huku Rais al-Bashir kwa kulipiza kisasi ameweza kurusha makombora kadhaa katika eneo la Bentu. Taswira hii huenda ikarejesha mataifa hayo katika vita ambavyo viligubika taifa la Sudan tangu mwaka wa 1955. Ni vita vinavyosababishwa na ugomvi wa kumiliki visima vya mafuta na mipaka ambapo visima hivyo vipo. Sudan Kusini, taifa jipya barani Afrika, likateka kisima cha mafuta cha Heglig wiki iliyopita na visima vinginevyo katika eneo la Kordofan. Visima hivyo hutoa mitungi 1,100 kila siku na sasa zao hilo limesimama kutokana na ghasia hizo. Kwa hamaki, Rais al-Bashir akalipua kwa mabomu eneo la Bentu ndani ya Sudan Kusini. Na sasa balozi wa Sudan nchini Kamal Said amesema Khartoum wametangaza vita, bunge lao likitaja upande unaoongozwa na Rais Salva Kiir maadui wakuu, hali inayotatanisha Umoja wa Mataifa, huku Katibu Mkuu Ban Ki-moon akitaka majeshi yaliyoko katika eneo la BA kuondolewa. Naye Rais Salva Kiir akisimama kidete kusema hatotii shinikizo hilo. Lakini huenda taswira hii ya ugomvi sibadilike, kwani baada ya Sudan Kusini kupata uhuru wake, Sudan Kaskazini ilinyakua eneo la BA mwezi wa Mei, eneo ambalo wamelingangania kwa miaka nenda miaka rudi. Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa walituma kikosi cha amani cha maaskari 3,000, lakini bado unga unazidi maji, huku wakazi 100,000 wakidaiwa kutorokea nchi jirani. Zaidi ya watu milioni 2 walifariki kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe katika miaka 50 tangu raia wa taifa hilo lilokuwa moja walipoanza kupigana mwaka 1955. Isabella Kituri, KTN leo. Na basi hapo mwendo wa taarifa zetu za hapo mwendo wa saa 3 tutakuwepo na mabalozi wote wawili wa nchi ya Sudan Kaskazini na Sudan Kusini wakiweza kuhojiwa moja kwa moja katika taarifa zetu za hapo mwendo wa saa 3. Kwa hivyo usipitwe na hayo ili tuweze kujua mengi kuhusiana na vile ambavyo ripota wetu Isabella Kituri ameweza kueleza hali ya vita inanukia nchini humo. Naam, tukiendelea na taarifa nyingine, vuguvugu la Mombasa Republican Council almaarufu kama MRC ni kundi ambalo limekuwa likigonga vichwa vya habari katika siku za hivi karibuni, hasa baada ya kujitokeza na kusema kuwa wanapigania kujitenga kwa mwambao wa pwani kwa mujibu wa mkataba wa mwaka 1963. Naam, ni mkataba unaodaiwa kutiwa saini kati ya Sultan wa Zanzibar na aliyekuwa rais wa kwanza wa taifa la Kenya, Mzee Jomo Kenyatta. Je, mkataba huu ni wa kweli na upo? Je, swala la kujitenga lina uhusiano wowote na dhulma zinazodaiwa kufanyiwa wapwani? Basi katika sehemu ya kwanza ya makala ya Fundo vuguvugu la MRC, Mwanaisha Chizuga anaangazia masuala ambayo yanaathiri mkoa wa Pwani. Ni mandhari ya kuvutia ya mkoa wa Pwani. Wenyeji waliowakarimu, maeneo ya kujivinjari, makavazi ya kihistoria na mchanganyiko wa watu kutoka kabila mbalimbali za humu nchini na hata mataifa ya kigeni. Bila shaka ni mkoa ambao umekuwa na sifa kede kutokana na sekta ya utalii ambayo imekuwa ikitega uchumi, bila kusahau bandari ya Mombasa na bandari ya Lamu na kuwepo kwa madini aina ya titanium kusini mwa Pwani, miongoni mwa vitega uchumi muhimu katika mkoa huu. Umeorodheshwa miongoni mwa mikoa mikubwa nchini Kenya, huku idadi kubwa ya wenyeji wa mkoa wakitoka katika jamii ya Mijikenda, huku jamii nyinginezo kama vile Wabajuni, Wataita, Wapokomo pamoja na Waswahili ambao ni mchanganyiko wa jamii za Pwani na Waarabu, akijumuisha baadhi tu ya jamii zinazoishi katika mpaka wa Kenya na Tanzania kusini mwa Pwani na mpaka wa Kenya na Somalia kaskazini mwa Pwani katika eneo la Kiunga. Lakini katika siku za hivi karibuni mkoa huu umekuwa ukigonga vichwa vya habari kwa matukio ya kutatanisha, hasa baada ya kuchipuka kwa kundi la Mombasa Republican Council maarufu MRC. Kundi ambalo limekuwa likiwakosesha baadhi usingizi kutokana na azma yao ya kutaka kujitenga. Kenya kule na hapo Pwani ni nchi mbili tofauti. Ndio ikawa sultani wa Zanzibar, waziri mkuu wa Zanzibar na waziri mkuu Kenyatta waliweza kuandikishiana mkataba wa kuwa Kenya awe hapo Pwani kama mlinzi.
Baada ya Kenyatta kuweza kupata hapo pwani, yeye aliweza kubadilisha mpaka ikafika kiwango hichi cha kuwa mpwani. Hakufika wakati wa kujielewa yuko wapi wala nenda wapi. Sasa kwa vile makaratasi yalikuwepo na ushahidi hupo, sisi wa pwani tumeona tujitokeze kuweza kudai kwa amani. Kwa muda sasa mkoa wa Pwani umekuwa ukizongwa na matatizo kadha wa kadha ambayo yamekuwa yakizua utata mkoani humo. Tatizo kuu lilikuwa swala la umiliki wa ardhi, umaskini, viwango duni vya elimu, ukosefu wa ajira, miundo misingi duni kama vile barabara na uhaba wa viwanda vya kuimarisha bidhaa kutoka eneo hili. Rasilimali ambayo tuko nayo tunajivunia nayo ni kuwa watu wa Pwani hawapewi nafasi. Ukiangalia wale watu ambao wako na nafasi katika serikali, watu wa Pwani ni wachache. Unaweza kuwahesabu. Mimea yetu ambayo ingetupatia rasilimali, hakuna factory. Zile factory zilikuweko, zililetewa siasa, baadaye Bigsa ikamalizika, Cashew Nut ikaenda na Ramisi ikaenda. The state of the road, considering that these roads are serving very key areas where there are tourist centers, you'll be surprised, because by now Mombasa Malindi should have been a dual carriageway. Pwani wanaona ya kwamba kumekuwa na dhuluma na unyanyasaji. Mfumo wa Mreno alivyokuja katika karne ya 18, mfumo ya Sultan alipokuja mwisho wa karne ya 18, na mfumo wa mkoloni alivyokuja karne ya 19. Watu hawa ni kama walikaa chini wakafikiana kupeana mamlaka, na mwishowe ikawa wenyeji wanatawaliwa. Jambo lilochangia baadhi kusonga na masikitiko na kutamauka, na pengine kupelekea kuundwa kwa vuguvugu lililopania kuleta ukombozi katika eneo la Pwani lilofahamika kama Mombasa Republican Council. MRC ni kundi ambalo limepigwa marufuku na serikali kutokana na msimamo wake ya kutaka kujitenga kwa Pwani ya Kenya na taifa kuu la Kenya. Kauli mbiu ikiwa ni Kenya. Limesajiliwa katika gazeti rasmi la serikali kama kundi haramu, kama vile tu makundi mengine kama vile Mungiki, Chinkororo, Jeshi la Mzee na kadhalika. Hatuwezi tena kurudi kinyume tena, tuanze kukana wao na kuzungumza nao na kujadiliana haya masuala wanayouliza ya kujitenga. Akirejelea mkataba wa maelewano kati ya serikali ya kikoloni ya Uingereza na Sultan wa Oman Said Al bin Said uliotiwa sahihi mnamo Juni mwaka 1895 kabla ya Kenya kujipatia uhuru wake. Wakati Kenyatta anakabidhiwa hapa, ilikuwa kwanza ni rasilimali za mpwani ambapo 95% ilikuwa baki hapa. Pia wakaingilia kwa swala la elimu wakati huo wa nyuma, ikiwa hapo Pwani ilikuwa ni Waislamu wako hapa. Wakadai humo ndani kwamba lazima katika hizi shule za madrasa pia ilikuwa serikali ili waweze kuingilia kulipa. Ajira ya hapo Pwani ilikuwa Mpwani anachukua 95%, kule juu inaenda 5%. Lakini serikali ya Kenya ilipokukamata haikufuatilia mikataba kama hiyo. Kama watabaki huru watarudi Kenya ama watabaki chini ya uongozi wa Zanzibar. Hatujawahi kusoma historia hiyo. Tumefanya pia ushauri na wanahistoria, wengi wao wakiwa ni wasomi kutoka sehemu ya Pwani, na hao pia hawakumbuki kuona historia kama hiyo. Kwa baadhi ya wanachama wa vuguvugu la MRC wanaitakidi kuwa wakati umefika kwa eneo la Pwani kujitenga kutoka katika minyororo ya ukoloni mamboleo, hasa kutoka taifa kuu la Kenya. Kuna historical injustice ambazo zimetu-oppress mpaka sasa tukaja na uamuzi huo, lazima tujitenge kwa sababu hakuna njia nyingine bali ni kufuatilia tu mkataba. Na je, matatizo haya yana uhusiano wowote na kuundwa kwa vuguvugu la ukombozi la Mombasa Republican Council? Hata usilaumu nani, mtoto ambaye halii mamake hampi titi. Ukilala the whole night, hata kama uko na njaa, asubuhi mamako atakuacha tu ulale. So the issue is leadership. Wanapuuza. Sasa usimwamshe aliyelala, akiamka utalala wewe. Katika sehemu ya pili ya makala ya fundo la vuguvugu la ukombozi wa MRC, tutaingia katika mawazo na fikra za wanachama wa kundi hili. Pwani ilifanya kuunganishwa. Iko
na legal status yake separate from Kenya tangu zamani. Kwani hii iliunganishwa chini ya mikataba. Na hii ndoa ya jambazi ambaye kila siku ya kunyima chakula, ya kutesa, kukupiga makofi. Ndoa hii kwani ikiwa iliunganishwa na cheti, si kuna cha talaka pia? Kama iliunganishwa Pwani na Kenya kwa mkataba, hiyo ndio cheti cha ndoa, si ndio? Kwa mkataba Kenya na Pwani na itenganishwe. Kwa wafuasi wa kundi la vuguvugu la MRC, wanaamini kwamba kuna umuhimu wa Pwani kujitenga ili waweze kujitawala na kufikia malengo yao. Je, wataweza? Au wataishia kwa vishindi vya mawimbi baharini vitakayoishia mwambani? Mwanaisha Chizuga, KTN leo, Mombasa. Tungetaka kuuliza viongozi katika sehemu ya Pwani. Wengi wamenyamaza, hawajihusishi na hili swala la MRC. Ni moja ama wawili tu wanazungumzia. Tungetaka wote waje wachangie kwenye hili swala, wakae chini na hawa MRC, wajue shida zao ni zipi, wawaelezee umuhimu wa kujiunga na wengine katika maendeleo ya Pwani. Kabarak University is a Christian university located 20 kilometers from Nakuru town. The serene environment at Kabarak is conducive for learning. It is equipped with modern learning facilities and equipment, including a state-of-the-art library. May 2012 intake is on. Register for graduate or undergraduate programs in the School of Business, School of Law, Science, Engineering and Technology, and School of Theology, Education and Arts. Kabarak University, world-class education in biblical perspective. Mimi mamangu angeza kunipeleka sekondari juu hakuwa na pesa. Watu wa afya tu walituchukua wakatupeleka college. Wanatusaidia, wanatucancel, watufanya nini forum, tunaenda tunafanya vitu mob. At least walikuwa kituepusha na maneno mingi sana hapa nje, watu keep busy. Na ningependa kuumiza watu wa community, kuna wasichana wengine wengi hapa nje na vijana wanaingilianga maneno ya drugs, wanaenda kuolewa mapema, wanapata mimba, wengine vijana wameingilia wizi, wanauliwa bure. Kama wanaweza wasaidia pia hao, at least pia wako na kutengeneza jimudu kwa life yao. Wape mkono wa upendo. Wasaidie watoto mayatima na waliohoi katika eneo unaloishi. Je, unapenda na kuelewa vyema kabumbu? Basi chukua mic. Bonga boli katika ulimwengu wako wa mabingwa Supersport. Hoi! Goal! Ni boli nyingine imeingia mtangazaji. Hapa leo ni sherehe kubwa sana. Watu wanakimbia huku na huku. Sivyo tunavyofurahia na kucheza. Leo ni furaha kubwa sana. Ndani ya session yako Supersport na Alice Gogo! Chukua tena El Clasico. Weka konganga safi sana pale. Jaribu kugeresha hapa. Anaangalia piga goal! Ndani ya wavu pale msikilizaji, Gor Mahia wanajipatia bao la kwanza msikilizaji. Kisumu mnaweza, karibuni Aga Khan Hall kuanzia tarehe 20 hadi 22 saa 3 hadi saa 12 jioni. Hii ni nafasi yako ya kujiunga na ulimwengu wa mabingwa Supersport. Kati ya maji yote ninayoteka kwa matumizi nyumbani, kuna yale yanayofika kwenye kinywa cha mtoto wangu. Na hapo kuna lile tone moja ambalo laweza kuwa na wadudu wasioweza kuonekana na macho, linaloweza kumfanya mtoto wangu kugonjeka. Tone moja ambalo laweza hata kumuua mtoto wangu. Na siwezi kamwe kukubali jambo hili kutendeka. Ndio maana mimi hutibu maji yote ya jamii yangu na Waterguard, ili kila tone la maji ambalo mtoto wangu atakunywa litamweka kwa hali ya afya na furaha na kumweka kwa hali ya utulivu. Linda kila tone na Waterguard kwa maji safi ya kunywa. That may be good enough for these germs, but germs are getting tougher. You need advanced protection.
Lifebuoy Advanced Lifebuoy gives protection against 10 infection-causing germs. 10 infection-causing germs. 1 advanced protection. Lifebuoy.